kanisa, nyie kama viongozi lazima ujue kwamba kanisa linafanya kazi kama mwili wa Kristo. Kanisa linahitajiana, washirika wa kanisa wanahitajiana. Ufanisi wa kanisa unategemea na kiwango cha umoja au kiwango cha ushirika kati ya washirika wa kanisa hilo. Kwa kanisa linafanya kazi kama mwili. Kwa Paulo anatumia lugha ya mwili wa binadamu kwa ajili ya kufundisha kanisa lijue. Kwa ndipo Paulo anasema mwili sio kiungo kimoja, mwili ni viungo zaidi ya kimoja. Kwa naliambia kanisa limekuwa na watu wenye huduma tofauti, karama tofauti, vipawa tofauti. Kwa lazima wajue kwamba kanisa linafanya kazi kama mwili. Kwa ndani ya kanisa kuna wengine ambao ni vichwa. Paulo anasema alipoitwa, alipanda Yerusalemu, alienda kwa watu waliokuwa na sifa ya kuitwa nguzo. Kwa hata kanisa la kwanza lilikuwa na watu waliokuwa na sifa ya kuwa nguzo, epira. Na kanisa lolote ili simame lazima liwe na watu ambao wanaitwa nguzo, epira. Kwa kanisa la kwanza lilikuwa na watu wanaitwa nguzo, na hawa walioitwa nguzo walikuwa ni watu watatu. Hawa ndio ambao walisimamisha kanisa la kwanza. Haina maana mitume wengine hawakuwa na mchango, walikuwa na mchango, lakini kwenye mitume wote kuna watatu walikuwa na sifa ya kuitwa nguzo. Na unajua maana ya nguzo ni nini? Na hawa alikuwa ni Kefa, alikuwa ni Yohana, alikuwa ni Yakobo. Petro au Kefa, Yohana na Yakobo walikuwa na sifa ya kuwa nguzo. Ukisoma kitabu cha Galatia sura 2, maana ya nguzo, ukijenga jengo afu usiweke nguzo, jengo liko collapse. Hata kama ni nzuri kiasi gani, likosa nguzo, hilo jengo litaanguka. Kuna kanisa la sasa, kuna baadhi ya watu Mungu atawainua ndani ya kanisa kuwa kama nguzo, kushikilia sehemu ya jengo lisidondoke. Kwani Mungu akupe hekima kama kiongozi na kama mshirika, ujue wewe ni nguzo kwenye eneo lipi. Kwa sababu kila kanisa linahitaji kuwa na nguzo kwenye maombi, kwenye maongozi, kwenye sadaka, kwenye nini. Kuna wengine Mungu atawapa kuwa nguzo kwa habari ya uchumi wa kanisa, anaweza siwa anaomba, lakini anapokuja swala la kuinua kanisa kwa habari ya uchumi, yeye ameweka agano na Mungu. Mungu ni bariki, amesha negotiate deal na Mungu tayari. Bwana, mimi nipe hela za kutosha, hizi hela sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya kazi yako. Kwa swala la injili, swala la kazi ya Mungu kwake sio issue. Yeye ni nguzo kwa eneo hilo, yeye ni pira kwa eneo hilo. Kwa kuna watu wengine na watu hawajajua kanisa linahitaji fedha kuliko watu wanafikiri. Kwa kuna watu ambao washamwambia Mungu, God give us money, lakini sio kwa ajili ya kazi yangu, ni kwa ajili ya kazi ya kwako. Hii inahitaji kiwango cha juu cha ufahamu. Hao ni watu ambao wamekubali kuwa nguzo kwenye maeneo hayo.